Kwa majina naitwa Sylvester Omondi. Niko upande wa Upanda, hii village inaitwa Upanda. Ilikuwa saa 6 usiku na nilikuwa nimeamshwa na harufu ya petroli penye nilikuwa nalala. Nikaamka nikapata nyumba imewakishwa moto na nikaenda kusaidia ndugu ya bosi wangu kwa vile mimi nafanya kazi hapo. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Nilipiga nduru kwa dakika 10 lakini hakuna mtu ambaye alitokea. Sasa watoto walikuwa wanalia na juu walikuwa wamewasha moto kwa mlango na wakaongeza kifuli kwa mlango, hawangeweza kutoa kifuli. Sasa moto iliwazidi na wote wakakufa moja baada ya mwingine. Watoto wakilia na jina yangu kwa sababu mimi ndio wanakuanga karibu nao. Mtoto mkubwa wao alikuwa umri wa miaka 17, anafuatwa na mwingine 15 na mwingine 13 na mwingine 11, mwingine 8, mwingine 7 na mwishowe tumepata last born alikuwa 6 months. Watu walikuwa watu 9, mama na baba na watoto 7. Wanaume walikuwa 3 na wasichana walikuwa 4. Captain Leonard Joseph Ochieng Wonyunde. Yule aliyechomwa na watoto wake ni mtoto wa dadangu, yule wa mwisho katika jamii yetu. Na wamekuwa na shida ya nyumba kwa muda mrefu. Yule jamaa tunahofia kuwa ametenda hivi vyote ni alichukua shamba kulingana na vile alikuwa mjomba huyu, yani shemeji ya bwanangu dadangu alikuwa amekufa na sasa alikuwa anasafirishwa kutoka Nairobi akiletwa hapa nyumbani. Alipewa shamba kiasi kidogo, lakini alienda akachukua shamba kubwa eka karibu 2. Sasa wamekuwa na mzozo, wakienda kotini kila wakati, akaambiwa kuwa atahama katika ile shamba baada ya kumaliza ile kesi. Alishindwa kuwa alichukua shamba kubwa kushinda ile ilikuwa inatakikana na alikuwa amekataa. Mtu mwenyewe namjua kwa jina Owino na amejenga hapa karibu, ndio nafikiri ile nyumba inachomwa na wenyeji wale wamekasirika. Sasa ilikuwa imefika wakati walikuwa kwenda polisi, baada ya kutoka kotini walikuwa wameamriwa kuwa wahamishe kutoka hapa hivi. Na hofia kuwa ni hili jambo ndio limefanya hili lote litendeke. Kwa majina naitwa Andrew Mwende. Mimi ndio mwakilishi wa eneo hii la Sigomre. Na kwanza kabisa nataka nitoe pole zangu kwa familia na wenyeji wa Upanda wote, entire Sigomre ward. Tumehuzunika vibaya sana kupitia hii sarakasi tumeona hapa nyumbani. Bado tuwezi sema ijathibitisha kamili, but vile nimesikia vile wenyeji wa Sigomre wanasema kwamba hii kisanga imefanyika na moja wa familia ya hii familia tunazungumza juu yake. Ukweli ni kwamba kibui imepatikana hapo na kibui ya petroli. Na hiyo ni thibitisho kubwa kabisa, hiyo ni exhibit kabisa kwamba kama imepatikana kwa boma la mtu na hii boma imechomeka, kumaanisha kwamba kuna mtu amefanya hiyo. So kile naweza sema kama mwakilishi wa hii eneo, naomba serikali, kupoteza watu 9 si kitu rahisi. Familia wamehuzunika ile mbaya. Situation vile nimeona hapa, situation is tense. Anything can happen right now as we speak. Naweza sema kwamba serikali kuje haraka iwezekanavyo, justice ipatikane haraka iwezekanavyo, la sivyo wananchi wanaweza chukua sheria mkono wao
Wakichukua inaweza kuwa mbaya sana. Jina naitwa Lena Mwanzia, natoka hapa Sigomre. Kile kimenileta hapa kwanza, nimestuka kwa ajili kuna mini representative wa BOM Ulute Secondary na kuna mtoto wetu mmoja wa form 4, msichana ambaye anaitwa Lois Auma. Pia yeye ameteketea katika hiyo moto. Kitu ningesema, kitu ambacho imetendeka siku ya leo hapa Sigomre, tujawahi iona. Tunasikiaga tu uko Migori na Homa Bay. Lakini leo imetufikia sisi wana Sigomre na kwa hakika tuko na huzuni sana. Mpaka hata tuwezi kuongea maneno mingi. Yule mwenye ambaye ametenda ile tendo, tunashindwa kama kwa kweli alikuwa na utu ama hata kama ni nini ya ambacho alifikiria, ama hawa watu ambaye wamekufa mpaka watoto, kuna mpaka mtoto wa miezi 6. Sijui ni deni gani ambaye amekuwa nayo ndio walikuwa na wadai mpaka akaona tu aweze kuteketeza mpaka innocent people, watoto ambaye waezi kujitetea. Hiyo tu ndio naweza kusema. Leo imetustua kabisa. Wana Sigomre tuko